Shambulio la kuwekewa sumu kwa Rais Ibrahim Traore mpaka sasa hivi inadaiwa na ni taarifa ambayo imeweza kutoka ndani ya shirika la umoja wa makala kuu ndani ya nchi ya Burkina Faso, ambapo wameweza kuhakikisha kabisa kwamba wale wote walioweza kuhisiwa na jeshi la polisi la nchi ya Burkina Faso, lakini pia na wote ambao waliweza kuonekana kabisa kwamba waliweza kushiriki mpaka Rais Ibrahim Traore alipoweza kuchukua chakula na kuweza kutia ndani ya mwili wake, basi wote wako chini ya jeshi la polisi kwa mahojiano zaidi, ili mradi kuhakikisha kabisa kwamba wanabaini tukio hilo limeweza kufanywa na nani, na je, ni nani aliyeweza kuwatuma, kwa sababu moja kwa moja ni lazima tu ukweli utabainika kwamba yoyote aliyeweza kuhusika na tukio hilo ama cheni na mlolongo wote ulioweza kupatikanika mpaka ikafikia hatua kwamba Rais Ibrahim Traore yeye amejikuta akiweza kuingiwa kwenye hofu kubwa kabisa ya kwamba pengine mtu ambaye anayemwamini huenda ndo atakuwa anamsaliti, kwa sababu kiuhalisia adui unaambiwa hatoki mbali siku zote. Na imeweza kumshangaza kwa sababu sio kawaida wananchi jinsi ambavyo wamekuwa wakikubali kabisa ile hard working ya Ibrahim Traore kapteni, na hata nchi ambazo pia wameona kabisa kama Rais Ibrahim Traore ndani ya nchi ya Burkina Faso anastahili na anafaa. Kwa hiyo huenda kwa baadhi ya watu wachache na waasi ambao wanapingana na kile na mwongozo pamoja pia na mlolongo mzima wa Rais Ibrahim Traore, na mpaka muda huu kuna kitu ambacho kinahisiwa sana huenda katika sakata ambalo sasa hivi linamkumba Rais Ibrahim Traore la kuonekana kwamba anatumia dhahabu vibaya, na amekuwa akifanya pia biashara hiyo katika nchi ambavyo nafikiri kumekuwa na makubaliano kuweza kufanya barter trade ambayo hatujafahamu je ni barter trade ya design gani, kwamba yani yeye Rais Ibrahim Traore anachukua kitu gani na kuweza kutoa dhahabu ndani ya nchi ya Burkina Faso. Ni swala ambalo limekuwa ni kama tetesi na taarifa ambazo zimekuwa zikiendelea kusambazwa na baadhi ya viongozi na makala tofauti, lakini ni issue ambayo bado haijawa na uthibitisho wa kutosha kwamba je Rais Ibrahim Traore amekuwa akitumia dhahabu za nchi ya Burkina Faso na kuzipeleka wapi. So ni swala ambalo mpaka muda huu bado huenda linaleta mambo na mjadala tofauti, na ndio maana kuna kitu kinahisiwa kwamba huenda katika swala ambalo linawafanya baadhi ya viongozi kupingana na Rais Ibrahim Traore ni kwenye sekta ya utumiaji wa dhahabu vibaya. Kwa huenda kuna baadhi ya viongozi wakawa wanapingana naye, na ndio maana wanajaribu kutumia mbinu za kuweza kumdhuru na kuweza kumngoa katika kiti cha urais. Nafikiri ni swala ambalo short and clear, ila cha msingi na the best thing ni kwamba tukutane kwenye comment ndani ya platform.